Hakuna shaka yoyote katika ligi yetu tunapotaja most gifted players, wachezaji ambao wamebarikiwa, wachezaji ambao wana skills za hali ya juu, basi tutamtaja Pacome Zouzoua wa Young Africans na Elie Mpanzu wa Simba. Hawa ni wachezaji ambao wana daraja lao la hali ya juu. Of course wapo wengine wengi bila kuwakosea heshima, wachezaji kama kina Clatous Chota Chama na wengineo, lakini kwa hawa wawili ambao tunakwenda kuangalia wakati huu, ambao wanacheza katika most successful clubs ndani ya Tanzania, kwa maana klabu ambazo zimefanikiwa zaidi ndani ya Tanzania, Simba na Yanga, tunakwenda kuangalia hawa nyota. Kuna vipindi mbalimbali vilipita katika kandanda yetu, wapo ambao walijadili kwamba Elie Mpanzu ni bora sana, wengine wanasema Pacome ni bora sana. Kila mmoja anajaribu kutoa mtazamo wake kwa aina yake, lakini nimekuja hapa mahususi kwa ajili ya kwenda kuangalia wasifu wa hawa wachezaji, ili wewe mwenyewe ndio utoe komenti yako, yupi ni bora katika hawa wawili. Picha linaanza, tunaanza kumwangalia Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua, kwa maana ya mafanikio binafsi aliyowahi kuyapata katika karia yake ya kiuchezaji, ni kuwa mchezaji bora wa ligi kuu au wa msimu mzima wa ligi. Kama nakumbuka vizuri, msimu wa 2022-2023 ni mchezaji bora wa ligi kuu ya Ivory Coast. Yes, hayo ndo mafanikio yake makubwa zaidi ambayo amewahi kuyapata as a individual player, individual award ameipata hapo. Lakini kwa upande wa Elie Mpanzu, mafanikio yake makubwa kabisa ambayo ameyapata ni kuwa mchezaji bora wa kuwa MVP kama ilivyokuwa kwa Pacome, lakini yeye ni wa FA. Yani nikisema FA tunaeleweka kwa huku nyumbani. Alichukua tuzo ya mchezaji bora wa msimu katika kombe la Coupe du Congo, yani FA ya DRC misimu miwili nyuma. Sasa huo ndo tofauti wao. Ukiangalia of course Pacome unaona ya kwake ni kubwa zaidi kwa sababu alikuwa MVP wa ligi nzima. Lakini tukienda katika eneo jingine juu ya klabu ambazo wamechezea, uzito wa klabu ambazo wamechezea, kwa sasa hivi wapo kwenye klabu ambazo zinafanana kimahadhi, kwa maana ya Young Africans na Simba. Lakini kwa huko ambako wametokea, Pacome Zouzoua kwanza alipita barani Ulaya, alitokea Williamsville WAC ya Ivory Coast, lakini baadaye alipita barani Ulaya kwenye taifa la Jamhuri ya Cheki. Baada ya pale alikwenda kucheza maeneo mengine ya Afrika. Alikuja Afrika, hususan Ivory Coast. Alicheza kwenye timu mbili kubwa kabisa ndani ya kandanda ya Ivory Coast. Unapozungumzia timu ushindani zaidi ndani ya Ivory Coast, unazungumzia ASEC Mimosas na African Sports. Sasa huyu alicheza zote. Alianza African Sports. African Sports ilivyoshuka daraja ndo akatoka akaenda kujiunga na ASEC Mimosas. Manake amecheza klabu mbili kubwa za pale kwao nchini Ivory Coast. Wakati huo kwa upande wa Elie Mpanzu, klabu zake alizocheza pale DRC, kacheza timu ndogo sana ikiwemo TP Bokoyani, lakini baadaye akaenda kucheza AS Vita Club. Kwa hiyo AS Vita Club ndo timu yake kubwa zaidi katika timu alizowahi kucheza, kwa maana ya kwao ndani ya DR Congo. Baada ya hapo ndio wote wako Tanzania, maana wapo kwenye timu ambazo zinafanana kimahadhi, zote ni kubwa. Kwa hiyo ukiangalia katika mzani huo unaona bado Pacome amecheza kwenye timu kubwa zaidi, kwa maana amepita barani Ulaya, hapa Afrika amecheza Ivory Coast kwao kwenye timu mbili kubwa ndani ya taifa lao la Ivory Coast. Aishi hapo. Baada ya hapo tunakwenda kuangalia maeneo mengine kwenye nafasi zao kwenye timu za taifa. Elie Mpanzu kwenye historia yake hajawahi kuitwa timu ya taifa ile senior nambari 1, team A ya DRC, ile Leopard, hajawahi kuitwa, na badala yake amecheza kwenye kikosi cha Leopard cha wachezaji wa ndani, yani CHAN, wanaounda CHAN ndo alikuwepo. Hata kwenye CHAN ya Algeria alikuwepo pale akicheza. Lakini kwa upande wa timu ya taifa imekuwa ngumu, na kwa sababu timu ya taifa ya DRC
ina hayo mahadhi ya wachezaji wengi wanaocheza wanatoka barani Ulaya, most of them. Msimu huu wameenda, kikosi chao kimeitwa kuendelea katika AFCON, lakini mchezaji ni mmoja tu ambaye anacheza ndani ya Afrika, na mwenyewe ndo mchezaji bora wa ndani ya Afrika ambaye unaona given kama alikuwa anastahili kwenda kuitwa, kwa maana ya Fiston Mayele, ndo anacheza Pyramid ambao ni mabingwa pia wa ligi ya mabingwa Afrika. Lakini kwa upande wa Ivory Coast, tunafahamu kuhusu Ivory Coast ni taifa likubwa sana kwenye football. Kwenyewe Pacome Zouzoua amecheza timu ya ndani ya Ivory Coast kwa maana ya CHAN, na pia ameitwa kwenye senior timu ile ya Ivory Coast ya pamoja au ya jumla, na kwenyewe pia amecheza, sio tu kuitwa, amecheza. Ikiwemo kuna mchezo mmoja alicheza upande wa Kosafa, kuna mechi moja ilikuwa walicheza ya kufuzu finali za kombe la dunia, wakashinda mabao kama sikosei mabao 7-8 hivi. Pacome Zouzoua alikuwa uwanjani. Kwa hiyo ukiangalia hiyo au ukipima hapo, unaona pia Pacome katika hilo eneo amefanya vizuri zaidi. Sasa kitu kingine ambacho kinawapitisha utofauti wa hawa nyota wawili ni umri. Pacome ni mkubwa sana kwa Elie Mpanzu, kamzidi miaka mingi, miaka si chini ya 5. Elie Mpanzu ana miaka 23 na Pacome Zouzoua ana miaka 28. Maana yake ukiangalia hapo ni gepo la wastani wa miaka 5 amezidiwa. Maana yake tafsiri yake ni kwamba Pacome amepita maeneo mengi, alikuwa na nafasi au fursa kupita maeneo mengi, hata hiyo kupita Ulaya kuja Afrika kucheza tena timu nyingine za Afrika, mpaka anakwenda Africa Sports, anakwenda ASEC Mimosas. Kwa Elie Mpanzu na daraja lake la umri, unaona muda wake uko limited, muda wake ni mfupi sana wa yeye kuonesha hiki ambacho Pacome Zouzoua alikuwa amekionyesha pia. Lakini sasa tukija katika pitch, kwa kile ambacho anakionyesha, wote ni skilled, wote skills zao ni kubwa sana, wote ni wazuri, wote wanaweza kudribble mpira, wote wana uwezo wa kufunga. Isivyo bahati wako kwenye timu tofauti, lakini Elie Mpanzu, kuna hoja hapa nimekumbuka. Elie Mpanzu msimu miwili iliyopita nyuma wa ligi kuu ya DR Congo, Mpanzu alishinda kiatu cha ufungaji bora wa Coupe du Congo. Yes, kwenye Coupe du Congo alikuwa mfungaji bora, alifunga mabao takriban 5 hivi, akawa mfungaji bora. Pacome Zouzoua hajawahi kuwa mfungaji bora katika ligi au katika kombe la FA ya mazingira haya, haijawahi. Kwa hiyo Elie Mpanzu katika ile eneo yuko vizuri ukilinganisha na Pacome Zouzoua, kwa maana kuna details wanajaribu kuzidiana, but wote ni gifted material, ni material ya daraja la juu, ni A-list katika ligi yetu. Unapozungumzia wachezaji wa juu kabisa, ile daraja la juu kabisa, daraja A, basi huwezi kuacha kumzungumzia Elie Mpanzu, huwezi kuacha kumzungumzia Pacome Zouzoua. Wewe kwa nafasi yako, na nafasi ya kuweka comment kwenye comment section kwenye nyota hawa wawili, unaona who is the best? Yupi ni mkali zaidi? Yupi ni mnyama zaidi? Weka comment yako hapo kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.